tena kwenye dabi. Nadhani wengi wanalia na namna ambavyo Yanga amecheza. Hadi CNN wanaliposti goli la Chama. Tunarudi pale pale. Na ameruka mguu wake mbovu ule. Kauacha chini, sifikiri kama kile ndio kiwango cha Yanga, na ndio maana wengi wanashangazwa kwa sababu hawajaizoea vile. Lakini tukumbuke hao ni wachezaji ambao wanatumia nguvu kama sisi. Kwanza niwapongeze mashabiki wa Yanga. Kuna wakati wanachoka na wanashindwa kutimiza yale majukumu kama ambao wamekuwa wakifanya siku zote. Kwa kwenye mchezo wa leo mimi binafsi nilikuwa namuelewa kocha, kwa sababu ukiangalia wachezaji wake namna ambavyo walikuwa wanacheza, tunarudi pale pale, umuone yule Pacome ambaye tumekuwa tukimshuhudia mara kadhaa, sio yule Max ambaye amekuwa akicheza kwenye baadhi ya mechi anakupa kitu bora, mchezaji mwenye uwezo wa kutembea eneo kubwa la uwanja, lakini amekwenda kukutana na KMC ambaye hayuko kwenye nafasi nzuri ligi kuu, lakini alikuwa na muda mwingi sana kujiandaa dhidi ya Young Africans. Na ukumbuke hawa wachezaji wanaamini mechi pekee za kujiuza ama wanazopaswa kutumia basi nguvu kubwa kama ambavyo ilivyo kwa Simba na Yanga ni mechi dhidi ya Young Africans ama dhidi ya Simba. Kwa unaona leo maandalizi ambayo wameyafanya KMC ni tofauti na maandalizi ambayo wamekuwa wakifanya kwenye mechi za madaraja ya timu za kawaida ambazo wanakutana nazo. Leo walikuwa wanajua anaenda kukutana na Young Africans, kama atafanya makosa ataadhibiwa kwa mabao mengi sana. Walijiandaa kwenda kushindana na Young Africans, ndio maana ukiangalia moja kati ya kitu ambacho walikuwa nacho kwenye mchezo wale ni mfumo ambao aliingia nao. Muda mwingi alikuwa anacheza mpira wa kujilinda, amecheza eneo lao kubwa wakiwa na wanyima nafasi ya Young Africans ya kuweza kulifikia lengo lao, wakawa wamefanikiwa, lakini ubora wa wachezaji mmoja mmoja wakaenda kupata bao ambao wamekwenda kutofautisha mchezo. Kwa hiyo binafsi lawama zimekuwa ni nyingi sana kwa wachezaji pamoja na kocha, lakini naelewa kwa sababu kwa haya matukio yamepita ya hivi karibuni yametumika nguvu kubwa sana na kila mmoja hakupata nafasi ya kuweza kupumzisha mwili ama kuweza kurudi kwenye hali yake ya kawaida.